Karibuni katika Ijue Kweli. Leo pia tunaenda kumfichua mchungaji mwingine. Kama kawaida tutaanza kuchambua alama ambazo anazionyesha ambazo ni common katika ulimwengu wa Freemason. Na hii alama kama uliangalia video ya kwanza, hii alama inaelezea ile wanaita jicho linaloona muda wote au all seeing eye or the eye of Horus. Hiyo ni miungu ya Kimisri ambayo walikuwa wanaiabudu kipindi kile, na ndio inaendelea ambao ndio wanaitumia Freemason. Umeona? Kwa unaweza ukaona hapo nimeweka hizo picha pamoja za watu wote ambao, yani yeye pamoja na watu wengine wote waliochukua viapo au walichukua viapo cha Freemason ili kujiunga nao. Wakichukua kiapo, shetani anawaahidi kuwapa utajiri, umaarufu, umeona, lakini wenyewe wanapewa jukumu. Kwa mfano kama huyu, kwa sababu ni pastor au ni mchungaji, anatakiwa awafunge watu kiroho. Umeona? So utaona hapo picha hapo kama unavyoziona hapo za huyu mchungaji. Alama kama hii unaweza kaiona kwenye nini wanaita kwenye dola moja, ile noti ya dola moja ya Marekani. So yeah. Alama nyingine nitakayozungumzia, alama ya pili ambayo anaionyesha huyu mchungaji au Pastor Ton, ni kwamba ni hii alama wanaoita ile ambayo imeongelewa kwenye kitabu cha Ufunuo kwenye sura ya 13 mstari wa 18 ambao ni 666. Umeona? So kwenye ulimwengu wa Freemason, the way wanavyoionyesha ni kama vile okay inavyoonyesha kwenye zile chatting okay, au kama jinsi inavyoonyesha hapo kwamba unaonyesha kwamba ni 6, lakini maana yake inakwenda present kwamba wanamaanisha ni 666. Maana yake tayari hawa wako ni member wa Freemason. Umeona? So kama unavyofahamu, wanapewa wakiwa nani, yani hawezi kunani, lazima na specific jukumu. Kwa mfano kama huyu, kama jinsi nilivyoelezea mwanzoni, huyu kazi yake ni kuhakikisha kwamba anawapeleka watu anawafunga watu kiroho. Kwa mfano wakati nafanya research ya hii documentary, nisema kwamba madhabahu yake anahudhuriwa sana na wanafunzi. Umeona? Sasa kama ni wanafunzi, kumbuka wanafunzi wanatoka nyumbani wakiwa ni familia zetu, wanatoka kwenye familia wakiwa bado hawaja kuwa spiritually. Umeona? Au wengine wanatoka hata hawamjui Mungu kabisa. Umeona? Kwa hiyo akiingia kwenye makanisa kama haya hapa, mfano kama mchungaji kama huyu akikushika mkono, umeona, manake ni nini? Manake anakufunga kiroho. Inategemea na roho aliyomo ndani yake. Sasa roho inayofanya kazi ndani yake sio ile roho ambayo imezungumzwa kwenye huyu. Roho anayofanya kazi yake ni roho wa dunia ambayo ndio shetani. Sasa umeona, sio roho mtakatifu ambao tena kwa yeye kwa nafasi yake ya uchungaji au pastoring anajipresent kama ni hivyo, lakini kazi yake kubwa ni kuwafunga watu kiroho. Umeona? Alama nyingine ambayo anaionyesha ni hii wanaita ya handshake, the way wanaposhikana mikono. Kuna hii alama niliona anasalimiana na huyu mchungaji mwingine, huyu anaitwa kwa jina la nani, anaitwa huyu Mwamposa. Hiyo alama ambayo unaionyesha hapo, utaiona hapo kwenye screen. Hii alama wanaita pass grip. Umeona? Ambayo inafanya wanawasiliana watu ambao ni mtu mwenye Master Mason. Master Mason ni mtu mwenye degree 3 za Freemason. Umeona? Unaweza ukaona hapo jinsi ambavyo ukilinganisha hiyo alama aliyoonyesha hapo na nani inaonyesha. Alafu kuna alama nyingine nimeiona, kuna mchungaji huyu niliona kama ameposti, anasema kwamba ni mzee katika jamii. Yes, katika Bible tunaambia tuheshimu wazee au watu wazima. Umeona? Lakini hapa nimeangalia the way anaposheki, sio sheki ni shaking ambao kwa wao Freemason wanaita a real grip of fellow craft.
Sasa hii fellow craft kwenye Bible, ukisikia tu anaongea craft, maana yake ndio ile kwenye Bible amezungumzia ni witchcraft, in which hairuhusiwi. Umeona? Sasa tayari na kingine hata kwenye kuchukua procedure tu za kujiunga na Freemason, unatakiwa uchukue kiapo. In which kwenye Bible pia inazuia kuchukua kiapo. Inatakiwa useme ndio, au inapotakiwa kusema ndio useme ndio, inaposema usichukue kiapo chini ya mtu yoyote au kiumbe chochote. Yeah. Nyingine ni posti nyingine nimeiona kwenye social media zake. Hii posti alikuwa ameita kwamba ni prayer retreat. Umeona? In which anawachaji watu hela, umeona, kila mtu 200,000, umeona, kwa ajili ya kuhudhuria hayo maombi. Na amesema sio kwa watu wote. Hii ni kwa watu special. Sasa kwa watu special kwa maana watu wanao afford hiyo gharama. Sasa hii ni sio biblically sio sahihi. Ni mafundisho ya hatari haya, kwa maana tumepewa bure. Mfano kama ukiangalia ile wa Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12 nasema Mungu ametupatia bure. Kama ametupatia bure, tunatakiwa tutoe bure. Umeona? Alafu hata ukiangalia Mathayo ya 10 sura ya 10 mstari wa 8 anasema mmetupatia bure na tunatakiwa tutoe bure. Umeona? Sasa hii ni kama concept, kama tu jinsi ilivyo kwamba wale wasanii wa kidunia, kama tuseme mfano Diamond. Nikisema hivyo simaanishi kwamba namkosea heshima, ni kwa sababu ya kutolea tu mfano uweze kuelewa. Yaani ni hivi. Sasa biblically mafundisho ya hivi ni hatari, kwa sababu tunaambiwa tunatakiwa tufanye. Unavyomuona mtu anaponya mtu, yaani unavyoona mtumishi yoyote wa Mungu anaponya mtu, sio kwamba yule mtumishi wa Mungu ndiye amemponya mtu. Hapana. Yule mtumishi wa Mungu ni chombo tu. Ambaye anayeponya ni Roho Mtakatifu aliyomo ndani yetu sisi. Mponyaji ni Mungu mwenyewe. Umeona? Ila kwa sababu tuna Roho Mtakatifu ndiye anayeponya, sio sisi. Sisi ni vifaa tu. Sisi ni vessel tu. Tunabeba uwepo wa Mungu. Sasa hii ni yeye ni roho gani huyu anayefanya ndani yake? Umeona? So, yeah. Alama nyingine nitakayozungumzia ni hizi kwenye madhabahu yake. Madhabahu yake hamna ishara ya msalaba, hamna nini. Ila kuna ulimi. Umeona? Ule ulimi ni huo ulimi unaoonekana pale ni wa huyo adui wetu, yani serpent or dragon, ambayo kwenye Biblia imezungumziwa. Na kwenye Biblia shetani anazungumzia kama devil, kama devil au joka. Umeona? Ndio hii hapo nimeionyesha kuonyesha the way anavyoipresent. Yaani wanaongea kwa ishara. Tunatakiwa tujue ishara zao au alama zao tuweze kujua huyu ni nani tunaenda kupokea mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alama nyingine anazozionyesha, angalia mavazi yake anayovaa. Umeona? Sijajua kama ni muda wote, lakini hizi nimezitoa kwenye posting zake. Umeona? Alama ya kwanza unaona kwenye t-shirt yake nyeusi, unaona kabisa ile ni alama ya joka au a dragon. Shetani anabadilika. Hata kwenye Bible inaongelea, nasema kwamba he can transform into an angel of light. Kwa hiyo unaona hapo, huyu dragon anaweza kaa na miguu 2 au anaweza kaa na miguu 4. Umeona? Angalia hii hapo. Hiyo brandi nyingine anaotumia hapo anaita sijui Angelo and what ni brandi ambayo ni ya Kiitali, lakini nimeifuatilia hiyo. Unaona kabisa hata yule unaona kabisa ni dragon amekaa pale akihubiri. Umeona? Nakumbuka Freemason wamechukua kiapo, wanatakiwa wasaidiane. Yaani let's say kama jinsi wanavyofanya kazi, Freemason yoyote akistaki somewhere au akipata tatizo sehemu yoyote, anatakiwa atoe ishara fulani. Umeona? Either ya macho au ya mikono. Umeona? Sasa huyu hapa anaweza kumtambua Freemason kwa sababu ni ya kidunia.
Umeona, sehemu yoyote akapata msaada kupitia Freemason. Sasa nimeangalia hii brand, ndio mtu anayemfollow by the way, nimeangalia brand pia ni sellout, ni Freemason mwenzake. Alafu ukiangalia brand nyingine, nimeangalia nani nyingine kwenye post kwenye hiyo brand ya huyo nani ambaye anaifollow, imeandika kabisa, maana imeandika Angelo and Galasso, yes, and Mason. Mason ni short form ya Freemason. Alama nyingine niliyoiona naitumia ni hii wanaita Sublime Knight of Elected or Sign of Fidelity. Umeona? Sasa hii ni ishara ambayo wanaitumia kwenye makanisa yao, sio makanisa by the way, sijajua kama wanatumia neno kanisa. Wanatumia temple au lodges. Umeona? Zile nyumba za nani wanavyofanyia matambiko yao zile za Freemason, ndio hicho ninachomaanisha. Umeona? Sasa unaona kama ameshika, yani kama vile ana ni sign ya unyenyekevu, ni alama ya unyenyekevu mbele ya Bwana, lakini sio Bwana wetu Yesu Kristo, ni bwana wao ambao ndio shetani. Sasa Bwana ambao anazungumzia hapo, unaona jinsi hapo, jinsi aliposhika, nimeonyesha jinsi hivi ndio wanapofanya wakiwa wanafanya matambiko kwenye nani, kwenye yale madhabahu yao ya nani ya kishetani au ya Freemason. Okay, kingine nitakachozungumzia ni huyu mshauri wake ambaye ndio anaitwa Hubert Angel. So Hubert Angel by the title, kwa title yake sasa hivi anaanza na kuita Ra prophet, ndio anafuata kingine huko. Sasa Ra ni nani? Au Ra ni nini? Ra ni miungu ya Kimisri, ilikuwa inaabudiwa kipindi hicho. Umeona? Unaweza kaita Sun God Ra au Sun God Re au Ra kama jinsi alivyoandika mwenyewe hapo. So yeah, naweza ukaona hapo baadhi ya alama ambazo anazionyesha. Alama kafana kama hizo alama ambazo shazungumzia tayari, alama ya 66 unaona hapo kama mshauri wake anavyoonyesha ye mwenyewe. Kuna hii alama nyingine anazionyesha ambayo ni wanaita devil horns, yani kama shetani akiwa na mapembe, ndio hii hapa anaionyesha kumwabudu au kumsujudia huyo shetani ambayo ndio Mungu wao. Alafu hata hii kwenye hii wording yake alivyotumia hapa, hii ameitumia neno kwamba thank you, amemwita thank you sir and for living your life with boldness. Hilo neno boldness hiyo kwenye ulimwengu wa Freemason, nitaelezea kifupi kidogo hapa. Freemason wanaamini kwamba baba yetu ambaye the father of our Lord Jesus Christ alikuwa ni mnyanyasaji. Kwa hiyo shetani ndio akakubali, yani hakuweza kuhimili hayo manyanyaso ya Mungu wetu, akawa bold enough, umeona, kwa kuchukua uhuru wake, sawa, kwa gharama wa moto wa milele. Umeona? Yani hawa watu ni watu wa ajabu. Yani wanaamini kwamba shetani in which ndio yu Ra ndio mkombozi wao, kwamba aliamua kuchukua uhuru wake kutoka kwa Mungu wetu, umeona, kwa gharama yoyote, ambayo gharama aliyoamua kuteseka, yani kuchukua uhuru wake ni kufanyaje? Ni kukubali moto wa milele ili awe huru. Na ndio maana kipindi cha kujoin au kujiunga nao, wanasema kwamba wanaamini kwamba unatoka kwenye gizani unakuja kwenye mwanga, lakini katika real sense wanakupeleka motoni au milele au kuzimu. Umeona?